Ziko taarifa zinazosema kwamba kama Nchimbi ndiye aliyemaanishwa kwamba ni Yuda, basi hakuna mtifuano wowote kati yake yeye na Samia, bali mastermind walikuwa wameisha uchora huo mchoro, kwa sababu kadha wa kadha ambazo naenda kuelezea hapa ndani. Lakini pamoja na hayo, nataka nikupe picha ya kwamba vyovyote inavyoweza ikawa, bado hakuna marefu yasiyo na ncha, bado kila mwanzo lina mwisho, bado njia za Mungu hazichunguziki. Anyway, ngoja nirudi kuangazia mchoro unaodhaniwa ni wa mastermind ambao wanaonekana waliuchora mapema kabisa kabla ya 2023, 2024, 2025 kwa namna unavyoangaziwa. Nianzie hii namna ambayo wachambuzi baadhi wanasema no, huyo anayeitwa mbunge wa Zanzibar ilikuwa lazima ingize hilo neno wakati huu, kwa sababu ilikuwa ajaribu kutoa baadhi ya macho ya Watanzania, Watanganyika yasitazame kitakachokuwa kikiendelea Urusi. Hiyo bila shaka wengi wanaweza kuiona ni sababu nyepesi ya kawaida sana, lakini pia wako mastermind na wachambuzi ambao wanasema mastermind wakati wanajua Samia amemiliki genge la kuteka, kutesa, kuua watu, na kwa vyote vile angekuja kuwa na image mbaya wakati fulani inayoweza kusababisha ajiuzuru, aondolewe na vitu kadha wa kadha. Wanasema waliamua kuweka mtu, chama cha mashetani, mastermind wao waliamua kuweka mtu ambaye yeye ataonekana hajihusishi na mlengo wa roho ya shetani iliyo ndani ya Samia na genge lake, ambalo kwa sehemu kubwa wao ni kama kuua ni ibada wao. Kundi hilo kuua hasa, nadhani ni ibada sana. Wanaua watu wa mlengo fulani hivi, aidha wa kidini au wa kimtazamo. Kwa hiyo mastermind waliona hapa tuweke mtu ambaye itaonekana aidha na akili nyingi au ni rahisi wakati wote kuonekana yuko upande wa wanaolia au upande wa haki, au yeye anaamini katika haki, ili hata anapoteguliwa huyu, anapoondolewa huyu, basi anaingia huyu, lakini kimsingi naye atayalinda mauaji matukufu ya Samia na atawalinda wauaji watukufu wa Samia na makundi yao na chama cha mashetani. Wakati mwingine ukisikia uchambuzi kadha wa kadha na ukasikia kwamba pengine hata silaha za mauaji na mchongo pengine akina Putin ndio ambao walikuwa wamo ndani, ndio maana sasa hivi ni kama wanapokeana, wanapongezana. Unaweza, watu wengi najua tunachoka kwamba kweli hakuna pa kupitia, hakuna takapotokea. Sasa nisikilize, mimi ni moja kati ya watu ambao kumweka Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa Samia, wakati ule nilisema na niliwaambia watu kadha wa kadha kwamba hawa jamaa wanajua kucheza na mambo. Wameweka huyu kwa sababu wanajua wakati wote kikiteleza chochote
Kwanza, huyu atalinda uharibifu wowote uliofanywa na huyu bosi wake. Lakini kama hiyo haitoshi, huyu ataonekana na akili kubwa ya kuwafanya watu wasahau uhai wa ndugu zao, madhira, mateso ya ndugu zao. Huo ni ukweli ambao niliufikiri hivyo, niliusema hivyo, na mpaka sasa unaelekea kufanana sana na hicho ambacho niliona inawezekana ndio makusudi ya kumweka Nchimbi pale. Lakini hoja inakuja. Kwanza, itokee kuna mtifuano kweli. Itokee kuna mtifuano kweli na Nchimbi ni Yuda. Je, ni bure kabisa? Ni bure kabisa huo mtifuano, hauwezi kuwa na faida yoyote? Kwa mtazamo wangu ambao naamini mtazamo wa wengi, mtifuano huo na hata itokee kuporomoka kwa utawala wa kishetani zaidi wa Samia, nahisi kunaweza kukatokea nafuu kwa utawala wa Samia. Mimi naongea na ujue, naongea haya nikiwa najua sauti yangu ina uzito kiasi gani kwenye utawala huo, na wamehangaikia kiasi gani, wameidhuru kiasi gani, na bado inaweza ikawa ni kero kiasi gani, na wanaona ni ibada kubwa wanaweza kufanya sauti hii wakinyamazisha, hasa kuiua. Ninafahamu hicho, ila sitaacha kusema kwamba mikononi mwa utawala wa Samia kutashuhudiwa, ni unabii ambao nimekuwa nikiusema na nikiwa nikurudia mara kwa mara, kutashuhudiwa Tanganyika kuwa bwawa au ziwa la damu, bwawa la damu, zikijumuishwa zilizomwagwa na zitakazomwagwa. Zikijumuishwa hizo, zitaonekana Tanganyika ni bwawa la damu. Kwa tafsiri nyingine, utawala na dini na watu ambao wakati mwingine ndani wanakuwa na kile kisasi, ndani kunakuwa na mtazamo fulani wa kidini kwamba wanapoua kwao ni ibada, ndo wanatimiza sijui nguzo gani za kiibada, ndo wanaenda peponi. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema walidini hilo fulani, akasema kwamba kuwaua Wakristo sijui nini, yani ndo kwenda peponi, ndo kumpendeza Mwenyezi Mungu. Sasa alimadam tumewekwa kwenye kundi la Wakristo, wengine tisi, polisi, majeshi, anatuweka kundi la Chadema, wanatakiwa wauawe, na Chadema wenyewe ni kama kuna Chadema wa kuuawa na Chadema ambao wakati mwingine wanakuwa salama. Kuna dini ambalo lenyewe linaamini. Sasa ukiona kuna ukweli huo kwamba kuna kuua ni ibada, ni kulipa kisasi, walifanyia na nini na wengine nini, dhurumiwa kiukanda, na kuto kujutia, unaona kama ni kisherehe fulani hivi kwamba kupiga watu risasi ni katiba inataka hivyo, kupiga watu risasi ni wazazi wao wakataza wasitoke, kuua, kuteka watu, kifo ni kifo tu. Ukiangalia unajua sura inayoongea hivi sio imeshinikizwa. Sura inayoongea hivi na yenyewe ndani yake ina namna ya ibada. Kwa hiyo ni ukweli kwamba ingetokea Nchimbi akawa ni Yuda katika wale Yuda watatu ambao nimekwambia, Yuda mmojawapo yoyote, Yuda pengine niseme Yuda yoyote, Tanganyika kungetokea wokovu kiasi, insurance kiasi, nafuu kiasi.
tunapotafuta nafuu kamili ama insurance kamili ya kwamba unaweza ukajua niko hai, nitakuwa hai. Kwa hiyo ni vema tuweke, ila nje na hapo, hata kama ni mchongo wa CCM, Samia akibaki hapo na genge lake, tutalia tuliodhaniwa, mutalia na watalia ambao hawakudhaniwa. Niamini mimi, kwa sababu nimesema, na huenda ndo nayeongea mambo mengi kwa ukweli fulani wa ndani sana, kwamba hivi vitu ndani vina ibada ya dini fulani, ndani vina kisasi cha ukanda fulani, ndani kuna watu wanapigania pepo, yani kwa kuua hivi, kuna watu hiyo ni pepo. Kwa hiyo mambo yakisha kuwa yamekaa kwenye eneo kama hilo, basi hata unayejua wewe CCM damu itachanganywa hiyo damu na ziwa na bwawa la damu. Unielewe, nielewe. Katika clip iliyopita nimesema kichaa ameshika lungu, kichaa kashika panga, kichaa kapewa bunduki akiwaua. Na ujue kichaa hana picha kamili ya nani aliyelenga kumuua. Kichaa hana umemtamkia neno baya kiasi gani, umemtendea. Ni kichaa pale, anaona usioyaona wewe, atamfyeka unayemdhania na usiyemdhania. Mimi ushauri wangu ulikuwa, hata mlioko chama cha mashetani, pamoja na kwamba hakitabadilika chochote, lakini kichaa angenyang'anywa bunduki, kichaa angenyang'anywa panga. Panga liko kwenye mikono hatari, panga, bunduki iko kwenye mikono hatari. Hii mamlaka mungeiondoa mikononi mwa hawa walionayo sasa, mungeiondoa mikononi mwa hawa waliona ajenda hiyo. Nieleweni, mimi wameshaua ndugu zangu karibia wote ambao walijua kwa kuwaua hivyo watakuwa wamefanya ibada kubwa, na wamenifanya walionifanya mimi na mke wangu. Sasa nasema yale ambayo inawezekana Mungu ameniacha kwayo. Mnyang'anyeni mtu, wanyang'anyeni wenye mamlaka ambayo ndani ina vitu hivyo nilivyovitaja. Inaonekana ina kisasi cha kwamba kuna ubaya fulani. Ndio maana nakuta machawa wao kila inapotokea tukio unasikia watu 12 waliuawa mwaka 2000 wa kwetu, watu 12 waliuawa mwaka 2000 wa kwetu. Yaonekana hao 12 wa kwao. Sisi inawezekana yakawa mamilioni kulipa fidia. Inawezekana hata kwa mamilioni ya watu watakaolala ili walipe fidia hao 12 inaodhaniwa mliwaua mwaka 2000. Sio ni 12, sio ni zaidi, wanajua nyera kinaonaga idadi hiyo ndio inayotajwa saa. Sasa tufanye chama cha mashetani, amtanyang'anya hilo panga, hiyo bunduki kwa kichaa. Amtanyang'anya mamlaka kwa watu ambao na kisasi ndani yake, kwao kuua watu wema ambao wanawaita pengine wa dini fulani, ni ibada, ndo wanaipigania pepo. Msiponyang'anya, inawezekana mtanyang'anya. Inawezekana pa kunyang'anyia kila mmoja unajiokoa kwamba sasa tungetaka pengine ngendeleni tunye kupiga kelele,
then tukupiga kelele. Tumepiga, mmetuua, na wanawatuma wenyewe kuja kutuua, na mnataka bado tuendelee kuwapigia kelele. Na tunapiga, tunaongea, mimi si kelele, naongea, nahubiri kwa neno la Mungu, sio kelele, sio makelele tu ya kawaida. Kwenye makundi ya makelele yasiyo na maana ya. Hoja yangu ya msingi ni ikiwa ni mchoro ama hakuna kitakachofanyika, tumekwisha? Jibu ni 98-99%. Tanganyika tumekwisha. Swali, hakuna namna itatuokoa? Jibu ni Mungu, ikiwa kweli alichagua taifa la Tanganyika, Tanzania, ana makusudi nalo na watu wake. Hapa ndo amebaki yeye atakayeonyesha kwamba Tanzania, Tanganyika ni taifa lake. Ndiye aliyebariki baraka zote za hali ya hewa, za mazingira, za ardhi, za mvua, za mito, za maji, bahari, maziwa, mbuga za wanyama. Ndipo Mungu ni Mungu pekee anayeweza kuonyesha kwamba jicho lake lipo Tanzania, na ikiwa ataonyesha hivyo, atatokoa kwa njia inayodhaniwa na isiyodhaniwa. Iwe atapitia Yuda ama atapitia yeye, mtawala na mmiliki wa vyote, kukomesha kilio, uchungu, huzuni na maumivu yote. Leo naliacha kwa namna hiyo. Hongera na asante kwa kunisikiliza. Kiujumla wanyonge hatuna mwamuzi. Kiujumla wanyonge hatuna wa kumwendea. Wewe Mungu uliona uchungu wa watu wako, tuangalie Tanzania. Tuone nini Mungu tenda wawa, tenda wawa, tunangoja, tunangoja, tunangoja Mungu, tunangoja Mungu, Mungu tenda, Mungu tenda, tenda Mungu, tenda Bwana, tenda Jehova, tenda Jehova, tenda Jehova, tenda Mungu. Macho yetu yako kwako tu, msaada wetu uko kwako tu. Tenda Baba, tenda Bwana, tenda Yahweh, tenda Bwana. Tunangoja Mungu, tunangoja Mungu, fanya jambo, mfariji wakwe, tufariji Mungu, tufariji Mungu, tufariji